hakuna wakati mwingine wowote tunatakiwa kuungana kwa pamoja, si kwa fujo, kwa hoja na bila hofu. Ni mazingira haya lazima tuwe wamoja katika madai haya. Haya madai ni madai ya muda mrefu, kimsingi zaidi ya miaka 30, lakini sasa tutayavumilia mpaka lini? Huu ndio wakati pekee ambao tunapaswa kuwa wamoja sisi vijana, lakini vile vile hii kitu wasituachie sisi vijana peke yetu. Tuambie wazee wetu, baba zetu, wazazi wetu watuunge mkono katika hiki kitu. Tunatengeneza kesho nzuri. Hasa kesho nzuri inahitaji umoja kwa pamoja. Tufikirie kwamba sisi tunaweza tukawa tunadhulumiwa uhai wetu kama vijana. Tunadhulumiwa uhai ili tu mtu awe rais. Unadhulumiwa uhai ili tu huyo ambaye amekuwa rais amchague mwanae kuwa naibu waziri. Huyo mwanae aliyemchagua kuwa naibu waziri amchague mume wake kuwa waziri. Yani nyie potezeni maisha. Halafu nikishapoteza maisha mimi nitakuwa kwenye utawala. Nikiwa kwenye utawala nitamchagua mwanangu kuwa naibu waziri. Halafu mume wake na mwanangu nimchague kuwa waziri. Mashemeji wangu nao ni wachague kuwa wabunge na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hatuwezi tukaona taifa la namna hiyo. Taifa la kudhulumiana kwa kiwango hicho. Tanzania ilikuwa haiko ya namna hiyo. Kwa hiyo namna pekee ya kuondoa mambo kama haya ni kuungana kwa pamoja kama Watanzania, kama vijana na wazazi wetu. Pengine swali la mwisho. Tegeta hiyo wamewapa sasa hivi saa 2 usiku. Tunaenda mpaka jeshini kule Tegeta Wazo. Tunaenda jeshini Tegeta Wazo kule. Comment ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Vijana wa nchi hii ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 12. Natumia muda huu kukusii, ewe kijana mwenzangu, ewe Mtanzania mwenzangu, epuka kushiriki jambo lolote ambalo litakwenda kutuharibia amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu. Yapo mambo mengi sana ambayo tunaweza tukayafanya kwa ajili ya kurekebisha pale ambapo hapako sawasawa. Naomba sana kwa kutumia ujumbe huu uwafikie vijana wote wa nchi yetu ya Tanzania. Usikubali kuchoma, kuharibu mali za nchi yetu. Usikubali kushiriki vurugu ambazo zitaenda kutuvurugia amani ya nchi yetu. Zipo njia nyingi za kutumia, narudia hili mara kwa mara. Zipo njia nyingi za kutumia ili kuweza kurekebisha pale ambapo tunaona hapako sawasawa, lakini sio njia ya kuchoma, kuharibu na kushambulia, kutukana, kuvuruga utaratibu ambao tumejiwekea katika nchi yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan ametumia kila mbinu kuhakikisha nchi yetu inapata maendeleo. Ametumia kila mbinu kuhakikisha Tanzania inakuwa kinara kwenye uchumi. Ametumia kila mbinu kuhakikisha huduma za afya zinafika kila kona katika nchi yetu ya Tanzania. Ametumia kila mbinu kumaliza miradi mikubwa iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania, ikiwepo SGR, lakini pia bwawa la Mwalimu Nyerere, kumaliza baadhi ya meli ambayo kwa mfano kule Mwanza, meli ambazo zilikuwa bado hazijamalizika zimemalizika. Kwa nini unasimama kushambulia jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan na unaingia kwenye mtego wa watu ambao wana chuki binafsi, wana roho ambazo zinatamani madaraka na wanakutumia wewe kama chambo? Usikubali kuingia barabarani, usikubali kuharibu amani ya nchi yetu, usikubali kwenda kupambana na jeshi la polisi. Na kusihi kwa sababu baada ya kitendo hicho unachotaka kukifanya, madhara yake ni makubwa. Ni makubwa kwako, lakini ni makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania. Angalieni jinsi ambavyo tumeshaanza kusemwa huko duniani, kitu ambacho sio kizuri. Tumekuwa tukisifika kwa amani, tuendelee kuitunza amani yetu. Naitwa Baba P, babake na Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Asante. Ama risasi, mauaji, mautekaji ambao wanaendelea, tusipojaribu kufanyia kazi sisi, watabidi wafanyie wanetu. Now they will have to pay the same consequences ambao we are going to pay sisi.
na watu wanashungu kwamba tuzani hatujui kwamba tutauawa. Tunajua tutauawa. Maana tunachojaribu kupinga ni uuaji pia, ni utekaji, ni vitu vingi kuhusu katiba, mambo ni mengi. Lakini hawa watu wako willing kuua watu ili hivi vitu visifanyike. Ili waendelee kuwa na hela ambayo inaweza karuhusu akikohoa akijisikia vibaya aende Dubai. It's just akia Mungu, hivi vitu vinakera. Alafu pia kuhusu Simba na Yanga wakuu, hao watu hawajatoa hata barua ya pole. Hajatoa hata barua pole, lakini still bado mnanunua majezi, bado mnaenda kwenye mamechi bao, bado mnaenda barua ya pole tu. Wao wakipitia shida za kifedha wanatuchangisha, na mnachangisha, mnajaza kikapu. Tarehe 29. Okay, kwa nini wasitoe hata open letter tu waseme kwamba kwa sababu ya fujo, ziite fujo. Sawa, za tarehe 29. Pole kwa familia zilizopoteza watu. Kwa unahisi mimi right now nitasimama tena nitasema mimi mshabiki wa Simba? Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza na hiyo video kidogo ambayo nimeweza kukuwekea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Tanzania. Kwa kweli kuna hali tete, kuna hali ya wasiwasi. Serikali haijui ni nini ambacho itakumbana nayo siku ya leo tarehe 9, ambapo watu wengi wanatarajiwa kuingia kwenye maandamano. Unajua watazamaji wangu, serikali sasa hivi lazima ikuwe makini vile ambavyo inadhibiti haya maandamano, isijaribu kuleta fujo na ghasia ama kuleta maofisa wa polisi ambao wataanza kuleta maafa ama mauaji kwa waandamanaji wa amani. Yale mambo ambayo yalitokea hapo awali sasa hivi yakiweza kujirudia, Mama Samia Suluhu anazidi kuwa taabani na huenda akajipata kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Tayari kuna watu ambao wameandika barua kule ICC ili iweze kuingia pale nchini Tanzania kuanza kufanya upelelezi kuhusiana na mauaji ambayo ilitokea tarehe 29 ama zile siku 3 ambako kule nchini Tanzania kulikuwa kunashuhudiwa mchafuko, ghasia na maandamano, ambapo Watanzania walikuwa wanapinga utawala wa Mama Samia Suluhu na pia kupinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu. Ni hayo tu kwa sasa watazamaji wangu, lakini msikae mbali kwa sababu niko na nyinyi, nitakuwa nazidi kuwaletea habari punde tu zinapotendeka kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na maandalizi ambayo yanaendelea kufanywa na Watanzania vijana wa Gen Z kujitokeza kwenye maandamano asubuhi ya leo. Kabla sijatamcha watazamaji wangu, ningependa kuwaomba muweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, na pia muweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene bali watazamaji, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.